Katika Biblia kuna miji maarufu sana imetajwa, na katika Agano Jipya na Agano la Kale. Lakini leo nataka tuzungumzie kuhusiana na mji mmoja unaitwa Korintho. Mji huu ni mji ambao Paulo alienda kupeleka Injili. Na wakati Paulo alipofika Korintho, alikuta mji uliojaa watu wenye hekima ya dunia, wana falsafa, wafanyabiashara na watu waliopenda hoja na maneno ya kuvutia. Watu walipenda kusikia msemaji mwenye uwezo mkubwa wa kujieleza na hekima ya kuwashangaza wasikilizaji. Paulo naye alikuwa na uwezo wa kujadili na kujenga hoja, lakini alifanya uamuzi wa ajabu. Aliamua kutokutegemea ustadi wa maneno wala hekima ya kibinadamu ili kuwavuta watu. Badala yake alikuja na ujumbe mmoja tu: Kristo aliyesulubiwa. Wayahudi waliposikia habari hiyo walikwazika. Walikuwa wanamngojea Masihi mwenye nguvu za kijeshi, mfalme ambaye angewaokoa kutoka kwa Warumi. Hivyo kwao Masihi kufa msalabani kulionekana kuwa kushindwa na kulikuwa ni fedheha kubwa. Mji huo pia ulikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa Wayunani. Wayunani kwa lugha ya sasa, hawa watu wanaitwa Wagiriki. Nao walicheka sana. Walitafuta falsafa, hekima na mawazo mapya ya kuvutia akili. Kwao kuambiwa kwamba wokovu wa ulimwengu unapatikana kupitia mtu aliyekufa msalabani kulionekana kuwa ni upuuzi. Lakini Paulo hakubadilisha ujumbe wake ili kuwafurahisha watu. Hakusema ngoja niondoe habari ya msalaba ili watu wanikubali. Aliendelea kuhubiri Kristo aliyesulubiwa. Ndipo Paulo akaandika maneno haya makubwa: kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Na jambo la kushangaza lilitokea. Wale waliouona msalaba kuwa upuuzi waliendelea kuuona hivyo. Lakini wale waliouamini waliona ndani ya msalaba nguvu ya Mungu iliyosamehe dhambi, iliyobadilisha maisha na kutoa tumaini la uzima wa milele. Paulo akagundua ukweli mkubwa: si uzuri wa maneno unaobadilisha moyo wa mwanadamu, ni elimu ambayo ya kidunia inayojitenga mbali na ukweli huu. Si elimu peke yake, si utajiri wala nguvu za dunia ambazo zinaweza zikafanya tuweze kuvutiwa sana na neno la Mungu. Kinachomwokoa mwanadamu ni Kristo aliyesulubiwa na kufufuka. Ndugu zangu, hata leo dunia bado haijabadilika sana. Wapo wanaotafuta ishara, wengine wanatafuta hekima ya dunia, wengine wanatafuta nguvu, mali na umaarufu. Lakini Mungu bado anasema kwamba nguvu ya kweli ya wokovu ipo katika msalaba wa Kristo. Pengine leo wewe ni mmoja wa wale wanaouona msalaba kama hadithi ya kawaida tu, au jambo la dini ambalo halina maana kubwa katika maisha yako. Lakini kumbuka, msalaba ule uliodharauliwa na wengi ndio uliobeba gharama ya wokovu wa mwanadamu. Swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza ni hili: je, msalaba wa Kristo ni upuuzi kwangu au ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu wangu? Kwa sababu siku zote msalaba utakuwa vitu viwili kwa mwanadamu: ama utakuwa upuuzi wa kukataliwa, au utakuwa nguvu ya Mungu ya kubadilisha maisha ya milele. Ni hivyo vitu viwili tu ambavyo mwanadamu anaweza akachagua kwavyo: aidha upuuzie msalaba au uukubali, kwa sababu ndipo ambapo Mungu aliitoa kafara ya pekee ya mwanaye
ili tuweze kuokolewa kutoka dhambini, na kisha tuweze kuurithi uzima wa milele na uhai wa maisha yote. Kadri Mungu atakavyokuwa anaishi, ndivyo na sisi tutakavyokuwa tunaishi milele. Mungu wetu hafi, basi na sisi hatutakufa. Hivyo chague Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uweze kuurithi uzima wa milele. Mungu akubariki sana. Mimi ninaitwa William Charles. See you again. Bye.